Watoto 397 kati yao wamewahi kutumia dawa za kulevya, kuvuta bangi. Labda wanakuwa very aggressive, wanakuwa wanajibu vibaya. Kwa watoto ambao hatuna kwa kuelekea kila siku. Tarehe 12 mwezi wa 4 ya kila mwaka ni maadhimisho ya siku ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani, na kwa mwaka 2026 Tanzania kauli mbiu yetu inasema kwamba malezi na ulinzi wa mtoto wajibu wetu sote. Sisi kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, mkakati wetu namba 2 ni kupunguza uhitaji. Na kwenye kupunguza uhitaji hapo tunatoa elimu juu ya madhara ya matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia tunatumia wadau mbalimbali ikiwemo asasi za kiraia ambazo zinaenda moja kwa moja kwenye jamii na kutoa elimu hii, lakini pia pamoja na hilo tunatumia mwongozo wa utoaji elimu ya tatizo la dawa za kulevya. Kwa hiyo tuko sahihi kabisa kuelekeza elimu sahihi kwa umri sahihi kulingana na mwongozo wa utoaji elimu juu ya tatizo la dawa za kulevya. Na leo tuko na wataalamu au wadau wetu ambao wametuwezesha katika kufanya zoezi la kuwasaidia watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Hiyo naomba nimkaribishe mratibu wa zoezi hili au mratibu wa programu hii ya kusaidia watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani kutoka SOS Children's Village. Kwa majina anaitwa Damas, ninafanya kazi na shirika la SOS Children's Villages kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani ambayo inafanyika kila mwaka tarehe 12 mwezi wa 4. Tumekuwa tukifanya kazi na DCA kwa maana ya kwamba tuliona katika mradi wetu mojawapo ya shughuli zetu tunazofanya ni kurescue ama kuokoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, ambao pia baada ya kuwaokoa tunaenda kuwaweka kwenye makao ya watoto ama kwa walezi wa kuaminika, na tukaona kwamba watoto hawa wanakuwa tayari wameanza kuishi, labda wanakuwa very aggressive, wanakuwa wanajibu vibaya na nini. Kwa hiyo tukagundua kwamba watoto hawa pia wanakuwa wameanza kutumia dawa za kulevya. Sasa SOS kama SOS hatuna utaalamu wa namna ya kudili na watoto wa namna hiyo, ikiwa ni kwa maana ya kutoa elimu pamoja na kuscreen kwa maana ya kufanya uchunguzi ili kugundua kama kweli wameanza kutumia dawa za kulevya na kadhalika. Kwa hiyo tukaona sasa kuna umuhimu kwa kushirikiana na wizara pamoja na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kushirikiana kwa pamoja ili sasa waweke utaalamu wao kwa maana ya kwenda kutoa elimu, lakini pia kutusaidia kuchunguza na kubaini wale ambao tayari wameanza kutumia dawa za kulevya, lakini pia kutoa rufaa kwa ajili ya huduma za urekebisho pamoja na kuwapa dawa na kadhalika. Kwa hiyo hapo ndipo ambako tuliona kuna umuhimu mkubwa sana wa kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ili sasa waweze kuweka utaalamu wao, lakini tukaingia MOU sasa kwa kushirikiana na wizara ambao ndio wasimamizi wa makao ya watoto, lakini pia watoto kwa ujumla ambako tunawaweka kwa ajili ya kufanya huduma za urekebisho. Asante. Kwa majina naitwa Laweru Show, nafanya kazi na shirika la SOS Children's Village Tanzania. Kwa mwishoni mwa mwaka jana Disemba mwaka 2025 tuliratibu zoezi tukishirikiana na wizara pamoja na DCA kuwafikia watoto waliookolewa kutoka mtaani. Watoto hao walikuwa kwenye makao ya watoto na tayari walikuwa katika marekebisho ya tabia. Watoto waliofikiwa walikuwa ni 594, 407 walikuwa ni wa kiume na 18 walikuwa ni wa kike. Watoto hao waliweza kupatiwa elimu ya utambuzi na kutambua madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya. Watoto 397 kati yao walifanywa screening na wakatambulika tayari walishaanza au wamewahi kutumia dawa za kulevya. Tunaye kijana ambaye ni mnufaika wa program ya SOS Children's Villages. Karibu. Kwa majina naitwa Baraka. Mimi nimetoka nyumbani Dodoma 2023 baada ya kumaliza darasa la 7, baada ya kuishi na mama mmoja, baba hakuwepo. Nikaamua kwenda kutafuta maisha da. Nilipofika da nikakaribishwa na wenzangu ambao walikuwa mtaani. Kaniambia maisha tunayoishi hapa
Ndio kama hivyo, tunaomba, tunasafisha magari ya watu, tunafanya na kazi zingine za kuiba, tunaibia watu. Maisha yakazidi kwenda. Kuna wenzangu ambao nitoka nao nyumbani, alikuwa ni wa nyumbani, alifundisha kuvuta bangi, kunywa pombe, kuvuta madawa. Baada ya kuvuta sana, nikaona kama vinanizidia. Tukawa watoto ambao hatuna kwa kuelekea, ndipo wakaja maafisa ustawi kutuchukua na kulipeleka katika kituo cha kulelea watoto ambacho ni Kurasini. Baada ya kufika pale, tukapokelewa, tukapewa malazi, chakula, kila kitu tulichohitaji. Baada ya hapo ndipo tukakutana na shirika la SOS Children Village kwa kutusaidia kutupeleka VETA. Baada ya kwenda VETA kupata elimu, mimi nimesomea umeme, lakini kwa bahati mbaya tulikosa ajira. Baada ya kukosa ajira, nikaamua nihamie kwenye fani nyingine ya kuchomea ambayo ni welding. Mabadiliko nilionayo kwa sasa hivi, nashukuru Mungu, nimepata kazi na nimepangishiwa sehemu ya kuishi, najiendesha mwenyewe maisha yangu. Ushauri wangu kwa vijana wenzangu au na kwa wadau, kwa nashauri kwamba tusiwanyanyase watoto wetu tulioko nao katika familia zetu. Tuishi nao vizuri, tuwafundishe au tuwalee katika njia ipasayo, kwa sababu maisha mtaani sio mazuri. Bora maisha kwenye familia kuliko kuwa ya mtaani. Napenda kutoa shukrani kwa shirika la SOS kwa msaada mkubwa waliotupatia, maana msaada waliotupa ni mkubwa sana, na endelee na hivyo na kuwasaidia wenzetu walioko mtaani waweze kuwa kama sisi tuliofikia hapa. Asante. Na katika kutekeleza hayo basi, phase 1 imefanyika na watoto 22 wameweza kugundulika kwamba walikuwa wameshaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Jukumu letu sisi ni kushirikiana na wadau wengine au wataalamu wengine katika kuwasaidia hawa watoto 22 wasiweze kurudi kwenye matumizi ya dawa za kulevya, lakini kuwaondoa kwenye ile hali ya uraibu na kurudi kwenye hali ya utimamu ili waweze kutimiza ndoto zao. Tunaamini kila mtoto anayeletwa hapa duniani ana lengo lake, lakini pia sisi kama mamlaka husika ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, tukiangalia kauli mbiu inavyosema kwamba tunatakiwa tumlinde mtoto, basi ni jukumu letu kumlinda mtoto dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako.